moto ulishuka ukaramba madhabahu ile yote, kwishi maji na mawe vyote viliramba, ndio uweze kuona uwezo wa Mungu. Kama utakuwa vyovyote ambavyo kama mwanadamu ndani ya moyo wako kuna madudu, kuna makunyanzi ya kazi ya Mungu, kuna chuki ya wapendwa wenzako kuja mchungaji wako, kuna vitu vichafu, tamaa mbaya, roho ya zinai kusumbua, hivyo vyote. Lakini ukisimama kulishika neno la Mungu, ukatembea katika neno la Mungu, Mungu anaruhusu kutoka moto. Moto ni Roho Mtakatifu. Tena Biblia inasema kwamba Mungu ni moto ulao na kuteketeza. Yeye atashuka kama moto, atakuja kwenye moyo wako. Akija kwenye moyo wako, moyo unalamba kila kitu, kama ni zinaa, kama ni chuki, kama ni hasira, kama ni nani, yote kama ni uchoyo, yote unalamba, unasafisha madhabahu. Moyo wako ni madhabahu ya Bwana, inabaki safi, meupe, moyo mweupe, hakuna tena uchafu, hakuna tena jambo lingine, hakuna. Haleluya! Majini yanatoka kwenye kiti cha enzi baada ya kutembea kwenye nyayo za Bwana. Unatembea kwenye neno la Mungu, Bwana anashuka mwenyewe. Watu wakashuhudia, wakasema hakika Elia ni mtumishi wa Bwana, na watu watashuhudia, wanasema hakika revival ni chombo cha Bwana. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wanatembea katika misingi ya neno la Mungu. Haleluya! Mtumishi wa Bwana akasema kama tena hao manabii wa uongo hao. Amen. Chinja wote. Haleluya. Tunakwenda haraka. Amen. Hiyo ni sehemu hiyo ya kwanza kwenye kipengele cha pili. Mengine wanakuwa unasomea nyumbani pale. Amen. Namba sita Korinto Timotheo wa pili mlango wa 3:1-5. Maneno ya hapa yanasema, waimani wa leo wanajipenda wenyewe wa binafsi na hawako tayari kuhudumia wachungaji wao wala familia zao. Hawaombei wachungaji wao, wanajiombea wenyewe. Wanachangia sana michango ya sherehe za ndoa, mikesha ya maombi kanisani hawapo tayari. Wanachangia sana ununuzi wa vyombo vya muziki, kumjengea mchungaji nyumba hawana hata ndoto. Kwa mchungaji wao hawagusi hata bili ya maji wala kununua uniti za umeme, ni ndoto. Amen. Ni nini? Alafu ni sumu. Yaani kufanya hivyo vitu kwa mchungaji wao ni sumu. Alafu ni sumu. Yaani kufanya hivyo vitu kwa mchungaji wao ni sumu. Na inasema wanashona sare nyingi sana za gharama kumnunulia mchungaji wao, usafiri hakuna, ni ndoto. Hata kupamba madhabahu kwa vitambaa vizuri, carpet, nyumba ya mchungaji imechakaa. Jamani, mnaelewa? Niliona hapo mlikuwa mnashangilia, sasa mnaanza kushangilia, mnaanza kupungua. Haleluya! Unaona maelezo haya? Leo wanakwaya na sisi kama somo ni tuko kwa ajili ya kwaya, lakini na washirika wote. Amen. Leo watu wanakesha kwenye mikesha ya sherehe za ndoa, na michango wanayochanga, wanapanga michango mikubwa, hawalalamiki, na wanashona sare kwa ajili ya kumpamba binti. Watanunua ligauni la mama, watakodi hata lishela la binti. Mchungaji wao siku ya kufundisha ndoa amevaa kimtumba. Hebu mwangalie
ameshika kichwa chake. Kichwa hiki kinafanya kazi. Hata kama mtaki kushangilia shangilieni. Bwana harusi na binti harusi hawajachukua gharama yote maisha yako. Hata unapata wokovu, unaumwa, mchungaji anakuombea na mchungaji wanateseka kwa kila hali namna zote, mpaka umekuwa hivyo na mpaka umebarikiwa, umekuwa na fedha, umekuwa na mradi, umekuwa na nini. Lakini huyu hao vijana tu wameoana juzi, tena wanaposema kwamba tunafunga ndoa, kumbe wenzao walishafunga ndoa huko tayari. Ndio uongo tukuja hapa kanisani. Unaona wanafanya, wanachota sare, wanamshonea binti harusi na viatu vingine, mpaka unafikiri kwamba sasa kuna msumari. Lakini binti shela na gauni ya kutokea, kijana naye kama wewe kidogo, naye wa baba wengine naye mtia mkubwa. Maana makanisa yetu vizuri sasa hivi kuna watu wamebarikiwa, unakuwa na kidogo na fedha. Amen, haleluya. Wanakuwa na fedha na nini vizuri, kama vile mzee wangu unaona na kitabu pale amekaa na yeye anatazama kitabu. Wanamtia moyo. Halafu wanachukua, wanasema sasa wanakusanya tuchange hapa, kijana kishaoa pale, hakuna kwenda nyumbani. Wanakodia gesi pale, kwamba wapumzike wiki moja, gesi hapo, kila kitu hapo, mambo yote hapo. Unaona tena sasa hotel ile hakuna kutoka nje, ni mambo yote yanaisha hapo. Wanalipa hela nyingi tu. Wiki moja kijana atulie pale, anaanza maisha. Zawadi na vijana. Akianza maisha, 200,000, 300,000, 400,000. Kijana kabisa bahasha. Hakuna hata siku moja ulioona viongozi labda wa kanisa wasimama waseme jamani, huwa tunasafirisha wageni, wachungaji na nini, mwezi huu sasa tunamsafirisha mtumishi wa Mungu, bahasha hii kila mmoja itolewe hapa, kila mmoja sadaka nzuri kwa ajili ya kumsafirisha ya kumtia kwa mtumishi. Hakuna. Lakini binti kanatoka kanavalishwa na mapia na kabati na kitanda godoro la 6x6, wanasema mwangalie nini hapa na nesi. Mchungaji wako analala kwenye godoro. Hebu mwangalie usoni. Tena mshike kichwa. Hebu mtikisa kichwa chako. Shida yote ya nini? Unaangalia kila wakati unatembea kwenye basi na kikoba. Basi unafika tu kituo fulani anatoa. Nani anaona? Muulize. Unataka nani anaona? Alafu wengine wameokoka. Alafu ameolewa. Ukiwa nyumbani bwana unafanya shughuli zingine, unapika, unashika maswisi na nini, wala unifanye hivi umewaka kuona. Lakini ukitoka hapo nje, hebu mwangalie wewe, kwa nini unafanya hivi leo? Unatafuta nini? Hapo naona kimya, nataka kuunga mkono. Amen. Haleluya. Nafikiri haya ni mapambo ya zamani wabubu kwa Israeli, sawa? Walikuwa na kupamba na sasa Bwana anatoa maelekezo hapa. Lakini moto wake ni hatari. Anasema mwisho hayo yote yatageuzwa. Kwa ni hatari kwako. Mungu hafurahi mambo ya kujichora, wewe unanichora chora. Hana. Amen. Kama hiyo tunasema sema hivi. Wengine sasa wengine wameshazama, lakini matatu mvi zinaanza kutokea mmoja. Wanaanza kutafuta nini, wanaenda masisi yale au nini biko sio. Hebu mwangalie usoni mwanzo kama kichwani kama ameweka masisi. Unatafuta watu wa kuona leo jaseka. Mwambie muone kijana mwenzetu kichwa chake haleluya. Tayari wengine unakuwa na wajukuu bado unataka kuone bado binti. Ndani umewaka na kujua. Ndio maana alikuchukua. Alikuwa unafaa. No. Uko
uko nyumbani na mafizi una nini umeamka na mtokotongo anakuvuka tokotongo mwenyewe. Sasa leo unaanza kujipaka manini yanachubua uso unakuwa kama ulikuwa mweusi hata tayari unakuwa mweupe. Halafu watu wanakujua kabisa wewe ni mgogo. Halafu unakuwa mzungu. Sasa leo na wababa wengine nao wanajichukua. Hebu niangalie kidogo. Sasa hapo, angalia mzako. Anajichukua huko. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunaingia kipengele cha pili. Twende haraka, amen. Kipengele cha pili, kichwa cha somo kinasema kujenga madhabahu ya Bwana na kuipamba. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Inasema kujenga madhabahu ya Bwana na kuipamba. Kama nani? Na kama utapenda ukimaliza somo unaweza kuchukua karatasi kwa viongozi, katoa photocopy kaenda nayo ukawa unajiburudisha kusoma ukiwa nyumbani kwa nafasi. Namba 5 sasa tunakwenda. Wafalme wa kwanza mlango wa 18:30 mpaka 40 na Kutoka 39:1 mpaka 7. Wafalme wa kwanza 18:30 mpaka 40, Kutoka 39:1 mpaka 7. Maneno hapa yanasema ili nguvu ya Mungu ishuke, kuna mambo ambayo yanatakiwa yafanyike juu ya madhabahu hiyo. Mawe 12 kwenye kanisa la Kristo, maana tunasema ni Biblia ni kanisa la Kristo, maana yake nene lazima tutembee tukanyage nyayo za Yesu Kristo katika utakatifu, katika namna zote. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kiongozi changamke. Amen. Haleluya. Tunakuona naona na wengine wana vitabu namna hii. Yaani mtamaa uonekane vitabu vya kiroho sasa vionekane. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tunataka kazi namna hiyo. Yaani hata wakati mwingine walisema kwamba hao kanisa la Mungu wamefika, shetani anatapika, anapata jehana hadi. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah.